Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin anasema kwamba Iran ina haki ya kutumia nyuklia kama yanavyoweza kutumia mataifa mengine. Rais huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin amesema Iran ina haki ya kuunda mpango wa nyuklia wa kiraia na kutumia teknolojia ya atomiki kwa madhumuni ya amani. Rais Putin alisema katika mahojiano na shirika la habari la Sky News. Iran ina haki ya kufuata programu za teknolojia ya nyuklia kwa malengo ya amani. Mkuu wa serikali ya Urusi Bwana Putin amesema. Kulingana na Bwana Putin, Urusi iko tayari kuipatia Iran msaada unaohitajika na uungaji mkono katika maendeleo ya nishati ya nyuklia ya amani kama ilivyokuwa miaka iliyopita. Kuna masuala maalum kwa maoni yangu ambayo yanaweza na ni lazima yawe mada ya mazungumzo. Putin aliongeza akisisitiza kwamba Iran na Israel zinapaswa kuhusika katika mchakato wa mazungumzo ya kutatua mgogoro unaozunguka mpango wa nyuklia wa Iran. Moja kati ya kosa kubwa ambalo Marekani imelifanya pamoja na Israel ni kuharibu vinu vya nyuklia vya Iran. Ikumbukwe, taasisi ya kufuatilia masuala ya nyuklia ulimwenguni IAEA ilifuatilia ni kiasi gani cha nyuklia ambacho kimezalishwa ndani ya Iran, ambapo imegundua ni urutubishaji wa 60% ambao ungeweza kuzalisha bomu la nyuklia, lakini imethibitishwa kwamba Iran haina bomu la nyuklia hadi wakati huu. Licha ya taarifa hizi zilizotolewa na IAEA, lakini bado Israel na Marekani hazikuamini juu ya hili, zikiamini Iran ina silaha za nyuklia ambazo imezificha na mpango huo ni kwa ajili ya kuishambulia Israel. Kwa hivyo Israel ikaona mpango pekee wa kuweza kufanikisha hili ni kuhakikisha mifumo yote ya nyuklia nchini humo inaharibiwa vibaya, na usiku wa Juni 13 Israel ikaanzisha operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran. Chini ya saa 24 baadaye, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilifanya mashambulizi ya kulipiza kisasi. Siku zilizofuata, ambazo hadi wakati huu ni zaidi ya wiki moja, nchi hizo mbili ziliendelea kushambuliana. Pande zote mbili zimeripoti majeruhi na majeraha kutokana na mashambulizi hayo na zimekubali mapigo ya moja kwa moja kwenye malengo kadhaa ya makombora ya pande zote mbili ambayo yanaendelea kufanyiana mashambulizi. Hata hivyo, katika nyakati hizi mataifa mbalimbali ulimwenguni yamekuwa yakitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano kati ya Iran na Israel. Kuna uwezekano mkubwa mapigano yakaongezeka katika kanda ya Mashariki ya Kati na kusababisha mataifa mengi kujumuishwa katika vita hivyo, lakini pia athari yake kubwa inaweza ikajitokeza kutokana na ukweli kwamba mataifa yote mawili nyuma yao kuna mataifa ambayo yanaweza yakayapa msaada. Wengi wamejaribu kutafakari kauli zinazotolewa na marais, kwa maana rais wa Urusi Vladimir Putin na hata rais wa Marekani Bwana Donald Trump kuhusu namna ambavyo wanaitazama vita hivyo. Hata hivyo, kupitia rais wa Urusi Bwana Putin amesema shirika la kimataifa la nishati la atomiki IAEA halina data zinazoonyesha kuwa Iran inajaribu kutengeneza silaha za nyuklia. Rais huyo alihoji kupitia Sky News. Iran imetangaza mara kwa mara kwamba haitafuti kuunda silaha ya nyuklia. IAEA pia haina ushahidi au ishara zinazoashiria utengenezaji wa silaha za nyuklia, kiongozi huyo wa Urusi alisema, akisema kwamba Iran imeonewa na wakati huu imeamua kulipa kisasi. Licha ya kwamba haikuomba msaada kutoka Urusi, lakini tungeweza kuwapa msaada wetu. Kama Putin alivyosisitiza, ikiwa Israel ina wasiwasi fulani lazima ishughulikiwe. Kwa maoni yangu, kuna fomu na taratibu ambazo matatizo haya yanaweza kutatuliwa. Urusi sawa na IAEA haina ushahidi wowote na haijawahi kuwa na yoyote ikionyesha kwamba Iran inajiandaa kuandaa silaha ya nyuklia, Putin alisema, akibainisha kuwa msimamo huu umewasilishwa kwa uongozi wa Israel. Mahojiano ya rais na Sky News Arabia yalirekodiwa kufuatia kikao cha mawasiliano cha kongamano la kimataifa la uchumi la St. Petersburg ambalo linasimamiwa na mkurugenzi mkuu wa mtandao huo Nadim Koteich. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News.